Na wakazi wa mtaa wa Rostamam viungani mwa mji wa Kakamega ambao wamekuwa wakilalamikia uvundo pamoja na inzi wanaotoka kwenye takataka zinazotupwa eneo hilo wamepata afueni kidogo baada ya serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na washikadau wengine kuanza kuondoa takataka hizo pamoja na kunyunyizia dawa ya kumaliza harufu kila wakati. William Makosi anatuchorea taswira kamili. Kwa muda wakazi wa mtaa wa Rostamam viungani mwa mji wa Kakamega wamekuwa wakilalamikia uvundo pamoja na inzi kuingia kwenye nyumba zao na kupaa kwa vyakula, wakihofia kuambukizwa magonjwa inayotokana na uchafu. Kutokana na kilio hiki, shughuli za kusafisha eneo hili zimeanza angalau kuondoa hofu hii kwa familia zinazozungukwa na eneo hili la kutupa taka. Yaona watu wa hii community ndio wanafanya kazi ya kusegregate hii takataka, wakitoa ile ambayo inafaa iende. Kuna kiwanda imesindiliwa Mung'ang'a ya kuunda mbolea ya asilia. Kuna mbolea huwa inakakuliwa. Kuna ile ukiangalia saa hii hakuna chupa za plastiki hapa ndani. Kuna wale ambao wanaokota wanasurutisha mahali penye nafasi sirutu kwa kiwanda kwa recycled. Ukiangalia saa hii huwezi ona maji hapa, huwezi ona nzi hapa. Baada ya miezi 3 huwa tunafanya fumigation ya kupuliza dawa kuua mbu, kuua nzi. So hii mbolea kuwa hapa si madhara kwa raia, ni faida kwa raia. Hapo nyuma kweli ilikuwa vile ilikuwa inasungumusiwa, ilikuwa inzi zilikuwa nyingi nini na nini, lakini kwa dakika hii wamejaribu kumaintain. Changamoto yenye tunapitia ni inzi kuja kwa nyumba alafu na harufu. Nitakana waendelee kusafisha juu inzi bado zinajaa kwa nyumba. Chenye ningewasiwa, yani chenye wanaweza tusaidia nayo, hii takataka itoke hapa ndio angalau watoto wetu waweze kuwa na afya mzuri. Juu watoto hao wanaingia ndani wanashikashika uchafu alafu kuosha mikono wanashindwa. Hasa wanakula hivyo wanaanza kuhara. Ule Makos NTV Mashinani liko katika eneo la kutupa taka la Rostamam, kaunti ya Kakamega.